Ihsan ni jambo ambalo kheri yake ni kwa wanadamu wote. Tukiishi na ihsan, basi tutakuwa katika kheri sote. Lakini pia ihsani inaleta manfaatun lilbilad, inaleta manufaa katika miji watu watakapoishi na tabia hii ya ihsan. Lakini pia ihsani ikifanyika, nitaeleza maana ihsani nini, basi ndiyo njia ya pekee kufanya umma uweze kushikana vizuri. Lakini pia ihsan wa tuqaddimu al-umam, ndicho chombo kinachofanya yani umma zikaendelea. Maendeleo ya umma yapatikana kwa ihsan. Lakini pia ihsan bihi tuqbalu al-a'mal, hata matendo yetu yatafika kukubaliwa kwa Allah pindi ukiwa na tabia hii ya ihsan. Lakini pia ihsan wa tuhsinu al-ahwal, ndiyo inatengeneza hali za watu. Mtu akiwa na tabia ya ihsan, basi hali yake itakuwa mzuri. Ni nini hii tabia ya ihsan? Fabikulli basata huwa al-itqan. Ihsan tukifasiri kwa wepesi wa lugha ni kule kufanya vizuri, kule mtu atakapokuwa maisha yake yote yuwafanya vizuri, kila anachokifanya. Na ndio utakuta Allah alimpa sifa yule mwenye mambo mawili, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, yule atakayemlekea Allah tabaraka wa taala, aslim aslamtu li rabbil alamin. Lakini baada ya kumkubali Allah, wa huwa muhsinun, na utendaji wake ukawa mzuri, jambo ambalo limekuwa adimu sana. Leo ulimwengu watu wanatenda, watu wanafanya bora kufanyika, lakini hawafanyi vizuri. Na kama kuna watu watakikana wawe wazuri katika utendaji, ni umma huu mzuri alioutaja Allah, kuntum khaira umma, nyinyi ni umma bora. Madamu nyinyi ni umma mzuri zaidi, lazima matendo yenu yawe mazuri zaidi. Hii ndiyo principle ya muumini popote alipo, ajijue mimi kukamilika Uislamu wangu ni kuwa mzuri katika utendaji wangu. Maneno yangu yawe mazuri, lakini matendo yangu yawe mazuri, hata imani yangu iwe mzuri, kila jambo lako liwe zuri. Ndiyo Qur'ani utakuta kila maneno na vitendo na imani ya muumini imeleta bisighati tafdhil. Qul liibadi yaqulu allati hiya ahsan, waambie waja wangu waongee maneno ambayo sio mazuri, yaliyo mazuri zaidi. Kama muumini ukitaka kusema jambo, chagua kwanza hili jambo nikiliongea au hili neno litaleta maana mzuri kwa watu. Usiseme tu. Allah tabarak wa taala sema katika Qur'an, wa man ahsanu qawla, ni nani mwenye maneno mazuri zaidi. Lakini kwenye vitendo pia Allah tabarak wa taala onyesha mumin lazima awe na matendo mazuri zaidi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ni nani atakuwa na maneno mazuri zaidi, matendo mazuri zaidi. Maneno yako mazuri zaidi, utendaji wako mzuri zaidi. Lakini hata kiimani, inna akramakum inda Allahi
atqakum, aliye mtukufu wenu mbele ya Allah ni yule mcha Mungu zaidi. Muislamu hatakikani awe mzuri. Muislamu kwa kila kitu hatakikana awe mzuri zaidi. Wa hadha huwa maana al-ihsan huwa al-itqan. Ndiyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amala ay yutqinahu. Allah anampenda mmoja wenu akifanya kitu chochote, tendo lolote, amali yoyote. Kuna riwaya imepokea Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipita mtu yahfurul qabr, yuachimba shimo la kaburi. Rasulullah akamwambia, nini hii? Akamwambia, kaburi hili. Akamwambia, fazayinu, litengeneze. Sasa kama kaburi katika kulichimba ulipambe liwe limenyoroka liko sawa, je kujenga nyumba? Naam, mko na mimi? Kama shimo la kuzikwa mtu litengenezwe vizuri, je nyumba ukijenga yatakikana vipi? Vizuri zaidi. Hapa ndio ujue thamani ya Uislamu. Wewe kuwa Muislamu ni kuwa nani? Ni kuwa mzuri. Aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Haiwezekani kwamba wewe utakubali kuwa hakuna anayestahiki kuabudiwa ila Allah, ambaye anakuona, yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, kila mara anakuona, alafu wewe unafanya vitu ovyo ovyo, unafanya vitu vibaya vibaya, unajifanyia tu. Haiwezekani. Wewe ukiwa mbele ya bosi wako kazini utakoroga kazi? Naam, mbona msemi? Naam. Sasa huyu ni mwanadamu. Kama wewe kweli ni muumini wa Allah, lazima ujue Allah yukuona. Na ndiyo maana ihsan katika sharia, an ta'budu Allah ka'annaka tarah. Kaeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni pale kumtii Allah na kumwabudu kama kwamba wamuona. Kwa maana ukimuona mkubwa wako utafanya vizuri mambo yako. Ndiyo maana yake kwamba hisia zako uhisi kwamba Allah niko mbele yake yuaniona. Kwa hivyo ninachokifanya nimfurahishe, kwa sababu yeye ndiye alinileta ulimwenguni. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sasa kwa kuwa yeye amekuleta ulimwenguni, mfanyie vitu vya kisawasawa kama ambavyo. Lakini rukni ya pili ya ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, fa in lam takun tarahu fa innahu. Basi kama huna zile hisia kwamba yuko mbele yangu nifanye vizuri, kuwa na hisia kwamba japo mimi simuoni lakini yeye muttali'un alaik. Umfanye anna Allaha raqibun, kwamba Allah yuiangalia ile kazi yako unayoifanya. Sasa ukijua utakaguliwa, vile vile utajibu maswali mazuri. Ukijua kazi yako itakaguliwa na mwenyewe, utaifanya vizuri, ili mwenyewe akiikagua iwe ni kazi ya kisawasawa. Hii ndiyo maana ya ihsani katika maisha. Mwanadamu akikosa ihsani katika maisha, anaweza kukimbia paka. Kijana mmoja amejifungia nyumbani, ameingia kwenye rumu yake, amefungua simu, yuangalia vitu vibaya, uchafu, sijui azitaji, sijui ma blueprints, sijui nini huko, aangalia uchafu. Sasa akasahau kubana ule mlango, mara akasikia kwa, aliamka, lakini bahati mbaya yuko chini ya dirisha likamdunda, likamregesha, pigwa na dirisha. Wazazi wakasikia kwa rumu, wakaja mbio, sauti ya kifo.
Walipokuja huko chini, la ilaha illallah, wakamuuliza nini. Wale wazazi walipotokezea wakamwona paka iwakimbia. Paka, una nini wewe? Mama akamwambia, niambie mwanangu. Asema, nilikuwa naangalia simu alafu nikasikia kama miguu ya, nikafikiri ni babangu. Akamwambia, basi umeuawa na paka wewe. Tumeelewa? Paka karibu amtoe roho kwa ajili ya kukimbia asionekane na nani anachofanya. Lakini huyu angekuwa na ihsani, kama paka waogopa amekufanya dirisha likuumize, basi jua Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tabaraka wa taala, alam ya'lam bi anna Allah yara. Lakini angalia, huyu hana ihsan, amekuwa na uwezo wa kuangalia maasiya, kwa sababu hakuna fikra kwamba fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tuko pamoja? Ihsan ina maana al-ityanu bil matlubi shar'an ala wajhin hasan, ni kulifanya kila kinachotakikana ukifanye, basi ukifanye vizuri. Kila kinachotakikana wewe ufanye, ukifanye vizuri, kwa njia nzuri, kwa wakati mzuri. Mara nyingine waweza ukafanya mambo mazuri, lakini njia ambayo umetumia ikawa si mzuri, si ndio? Na ndio mimi husema katika jambo moja la kukufaulisha katika maisha, min arkani najah, katika moja nguzo ya kumsaidia mtu duniani kufaulu, annahu mas'ulun likulli ma hadatha alayhi, ni mwanadamu aamini linalotokea, mshukiwa au muhusika wa kwanza nani? Ni wewe. Katika dunia ukitaka kufaulu, kinachotokea katika maisha yako, usilaumu watu, kwanza jilaumu. Tafuta sababu, kwa nini mmefeli hapa? Kwa sababu ukimlekezea mtu, wewe hutorekebisha na kesho utafeli tena.